Asante, ni siku nyingine tena. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima kutoka Channel 10 Plus. Mimi ni Witness Ngalawa ambaye nitaenda kusomea habari za kitaifa, kimataifa, lakini upande wa michezo na burudani atakuja hapa Esther Mtebe kufahamisha yale ambayo yatajiri huko ama yaliyojiri huko viwanjani. Na sasa naenda kuangaza na habari za kitaifa. Karibu. Nikianzia visiwani Zanzibar, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea kusimamia na kuhakikisha mikataba ya kikanda na kimataifa inayohusu mapambano dhidi ya rushwa inatekelezwa ipasavyo kwa manufaa ya taifa na wananchi wake. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah anasema Tanzania inaamini katika Umoja wa Afrika itasimamia misingi ya pamoja ya mapambano dhidi ya rushwa Afrika. Hakuna maendeleo ya kweli bila ya uadilifu. Afrika yenye maendeleo inahitaji viongozi na watendaji wanaowajibika, wanaofanya maamuzi kwa uwazi, wanaoshiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa na wanaotanguliza mbele maslahi ya wananchi na sio maslahi yao binafsi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimeendelea kuimarisha mifumo ya kisheria na kitaasisi kwa lengo la kukuza uadilifu na kupambana na rushwa. Aidha, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar anazitaka ZAECA na TAKUKURU kuendelea kudhibiti mianya ya rushwa katika miradi, taasisi za serikali na umma kwa maslahi ya taifa. Katika kipindi cha mwezi Julai 2025 hadi Mei 2026, ZAECA iliwezesha kuokolewa na kurejeshwa hazina zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 5.8 pamoja na dola za Kimarekani 398 zilizopatikana kwa kudhibiti ubadhirifu, ukwepaji wa kodi na matumizi mabaya ya madaraka. Kwa upande wa TAKUKURU, kwa mwaka wa fedha 2024-2025, taasisi hiyo ilifanya uchambuzi wa mifumo 757, tafiti 2, kazi 1864 za ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma PETS, kazi za 573 za ufuatiliaji wa mikakati ya kuzuia rushwa, pamoja na kukamilisha uchunguzi wa majalada 1030 kati ya majalada 1955 yaliyofunguliwa. Matokeo haya yanaonyesha wazi kwa taasisi zetu zinaendelea kutekeleza wajibu wake kwa weledi na kujituma. Nasema hongereni sana, asanteni sana ZAECA. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kupambana na rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar, Ali Abdallah Ali, anasema ZAECA itaendelea kufanya kazi kwa uadilifu ili kufikia matarajio ya nchi ya uwepo wa taasisi hiyo. Taasisi hizi zinaahidi kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa misingi ya haki, uadilifu na uwajibikaji ili kutimiza matarajio ya nchi ya upatikanaji wa huduma bora zisizo na malalamiko na mianya ya rushwa katika taasisi zinazotoa huduma. Matatizo haya yamekuwa masuala mtambuka, ambapo sasa sio jamii moja bali yanavuka mipaka ya nchi moja kwenda nchi nyingine. Ni kwa sababu hizi ushirikiano wa taasisi kama ZAECA na TAKUKURU pamoja na nchi nyingine barani Afrika ni wa muhimu katika kufanikisha mapambano haya. Siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika yamekuja na kauli mbiu isemayo kuongeza kasi ya uadilifu na kupambana na rushwa barani Afrika. Nikiripoti kutoka Zanzibar, Juma Kasim wa Channel 10. Naam, nikielekea Songwe, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI kituo cha Uyole imefanya utafiti na kubaini udongo uliopo katika wilaya ya Mbozi mkoani Songwe una tindikali kwa wingi, ambayo imesababisha wakulima kushindwa kufikia tija ya uzalishaji kwenye zao la mahindi, na hivyo kutoa wito kwa wakulima kupima afya ya udongo na kutumia chokaa mazao. Kutokana na changamoto hiyo, TARI ililazimika kuandaa shamba la majaribio kwenye kituo chao cha utafiti Mbimba, eneo la Vwawa, ikiwa ni sehemu ya mradi ambao hatua ya kwanza unaanza na upimaji wa afya ya udongo, kupima ufanisi wa mbolea katika kuleta tija ya mazao kwenye udongo ambao umeathiriwa na tindikali na ule ambao umepata matibabu kupitia chokaa mazao. Mtafiti wa udongo Daktari Johnson Godlove Mtama
Anasema utafiti umeonyesha matokeo chanya kwenye matumizi sahihi ya mbolea na chokaa mazao. Hivyo TARI imetoa elimu kwa wakulima ya namna ya kutumia mbolea sahihi na chokaa mazao. Kwanza lazima ujue afya ya udongo wa eneo lako. Sawa? Na unajua afya ya udongo wa eneo lako kwa kufanya kipimo cha shamba lako. Tukapata picha halisi kama ambavyo nazungumza hapa, unafahamu kiwango cha tindikali ambacho unacho katika shamba lako. Basi unaweza pia kufahamu sasa ni kiwango kipi sahihi cha mbolea cha chokaa mazao ili ukitumie. Udongo wetu au afya ya udongo wetu hususan kwenye maeneo yetu ya mkoa wa Songwe yana changamoto sana ya kuwa na tindikali. Udongo unapokuwa na tindikali isiyofaa kwa mazao huwa inapelekea kuwa na changamoto kwenye mazao kuchukua mbolea kutoka kwenye udongo. Na hawa ni baadhi tu ya wakulima wa eneo la Mbimba na Vwawa ambao wameshiriki kwenye shamba la majaribio na kupewa elimu. Tumeona sehemu yenyewe haijatibiwa, kuna mazao hafifu na magonjwa sana katika mahindi. Ninawashukuru sana kwa sababu nimejua. Hata mimi mwaka huu nimepata mahindi madogo sana. Waji nasema kwa sababu ni mbolea au nini? Kumbe ni sababu sijatibu udongo. Kama moja unaweza kupata mahindi hafifu sana. Kwenda pengine magunia 15 au 12. Uongozi wa mkoa wa Songwe ukatoa mwito huu kwa wakulima. Kila kata ina afisa kilimo. Wao ni waombe tuwatumie. Kutoka hapa katika shamba la mahindi, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rose Chapewa. Watu milioni 2 wamehamishwa au kukimbia makazi yao nchini China kutokana na tishio la kimbunga Bavi ambacho kinatarajiwa kutoka katika maeneo ya pwani mapema Jumapili, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Hatua hiyo imechukuliwa ili kulinda maisha ya wananchi wakati kimbunga hicho kikizidi kusogea kuelekea mashariki mwa China, huku kikisababisha mvua kubwa, upepo mkali na hofu ya mafuriko katika maeneo mbalimbali. Kabla ya kufika China, kimbunga Bavi kilipiga maeneo ya kaskazini mwa kisiwa cha Taiwan pamoja na visiwa vya kusini magharibi mwa Japan, ambapo kuliangusha miti, kuharibu miundombinu na kuacha makumi ya maelfu ya watu bila huduma ya umeme. Serikali za mitaa nchini China zimeendelea kuchukua tahadhari kwa kuhamisha wakazi kutoka maeneo ambayo yanakabiliwa na hatari, ambapo watu 900,000 wamehamishwa kutoka mji mkuu wa Beijing na jiji la Wenzhou, huku mamia ya maelfu ya wengi wakiondolewa katika maeneo mengine ya nchi na kufanya idadi ya waliokimbia makazi yao kufikia karibu milioni 2. Mamlaka ya hali ya hewa zimeonya kuwa kimbunga Bavi kinaweza kuleta upepo mkali, mvua kubwa na mafuriko. Hivyo wananchi wametakiwa kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama na huduma za dharura ili kuepuka madhara zaidi. Shughuli za usafiri na biashara katika baadhi ya maeneo tayari zimeathiriwa kutokana na hatua ya tahadhari zinazochukuliwa, wakati huu China ikiendelea kujiandaa kukabiliana na athari za kimbunga hicho. Nikiachana na taarifa hiyo kutoka China, katika taarifa nyingine ni kuwa ongezeko la zaidi ya 460% la idadi ya abiria wanaotumia uwanja wa ndege wa Songea ndani ya kipindi cha miaka 6 kutoka abiria 3971 mwaka 2020 hadi abiria 22,419 mwaka 2026. Serikali imezindua rasmi jengo la muda la abiria lenye uwezo la kuhudumia watu 3,000 kwa wakati mmoja Mguatayo, hatua ambayo italenga kupunguza msongamano, kuboresha huduma za usafiri wa anga na kuchochea biashara, uwekezaji pamoja na ukuaji wa uchumi wa mkoa wa Ruvuma na kanda ya Kusini. Akizindua jengo hilo, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema ongezeko kubwa la idadi ya abiria na safari za ndege katika uwanja wa ndege wa Songea limeifanya serikali kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya usafiri wa anga, akieleza kuwa maboresho hayo yanakusudia kuboresha huduma, kuchochea shughuli za kiuchumi na kufungua zaidi mkoa wa Ruvuma kwa biashara na uwekezaji. Natoa wito kwa mashirika yote ya ndege
kutumia kikamilifu fursa iliyopo katika uwanja huu wa ndege wa Songea, ambayo tayari una uwezo wa kutoa huduma masaa 24 kwa siku 7 kwa wiki, ili kuanzisha au kuongeza safari za ndege kutoka hapa Songea au kutoka maeneo mengine kuja Songea. Kwa vile tunaamini hivi karibuni Precision Air wataweza kuja, Oric Air wataweza kuja, na zote zitakuja kwa bei nafuu, ama zitaleta ushindani na bei itaweza kushuka zaidi. Kutokana na maboresho haya makubwa yaliyofanyika katika uwanja huu, miruko ya ndege iliongezeka kutoka miruko 276 mwaka 2020 kabla ya maboresho hayo na hadi kufikia miruko 558 mwaka 2026, yani mwaka huu. Aidha, abiria pia waliongezeka kutoka 3971 mwaka huu wa 2020 kabla ya maboresho hadi kufikia abiria 22419 mwaka huu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi amesema kukamilika kwa jengo hilo ni hatua muhimu itakayoongeza kasi ya maendeleo ya kiuchumi mkoani humo, akibainisha kuwa maboresho ya uwanja wa ndege wa Songea yatafungua fursa zaidi za biashara, uwekezaji na utalii kwa kuunganisha Ruvuma na masoko ya ndani na nje ya mkoa. Ombi langu lingine ni kukuomba jengo hili liendelee kuwa jengo la abiria la muda, lakini tukiwa tunatamani kuwa na jengo jipya na la kisasa kwenye eneo hili. Kutoka hapa katika jengo hili la kisasa ambalo limezinduliwa leo, litakalokuwa na uwezo wa kubeba abiria 300 hapa Songea mkoani Ruvuma. Mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Nikielekea Geita, wananchi wa kata ya Lwamgasa, halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani humo, wanatarajiwa kuondokana na adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za afya baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kituo cha afya Lwamgasa kilichojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 900. Kata ya Lwamgasa ina idadi kubwa ya wakazi kutokana na shughuli za uchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu. Licha ya kuwa na zahanati, wamekuwa wakisafiri hadi kituo cha afya Katoro kupata huduma za matibabu, hali inayosababisha usumbufu mkubwa na wakati mwingine kuhatarisha maisha yao. Kitatusaidia sisi wazee, kitasaidia watoto, kitasaidia wakina mama kwa ajili hata ya kujifungua. Walikuwa na mateso makali sana. Tuna wamama wengi walikuwa wanafariki njiani kwa kukosa huduma, lakini kwa sasa hivi kina mama wengi watapata huduma karibu. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita imefanya ziara kukagua utekelezaji wa mradi huo na kueleza kuridhishwa na hatua iliyofikiwa pamoja na ubora wa kazi. Mradi huu tumeukagua, tumeona hakika thamani ya fedha inaonekana, na mradi ni mzuri sana, naamini na wananchi pia wataufurahia mradi huu. Wananchi ni waombe, tuitunze miradi hii, tuitumie kwa weledi, tusichafue mazingira. Lakini tuhamasishe wakina mama ambao walikuwa wanajifungulia majumbani, basi tumejengewa hospitali yetu safi kabisa, wote tuweze kufanya nini? Kuja kliniki katika hospitali, kituo chetu cha afya. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolaus Kasendamila ameagiza kituo hicho kianze kutoa huduma kwa wananchi, huku mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akiahidi huduma bora. Nashauri kwa haya majengo yaliyoboresha, ikiwapendeza mbele ya safari, baada ya kuwa zahanati na kituo cha afya, iwe hospitali kwa kanda hii. Tunapozungumza mwenyekiti kwenye mradi wetu huu wa kituo cha afya, maana yake tunaelekea karibia bilioni 1 zinatumika katika ujenzi wa kituo hiki cha afya. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho Sadik. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani na Iran zimekubaliana kuendelea na mazungumzo ya usuluhishi licha ya kuongezeka kwa mashambulizi katika siku za hivi karibuni. Pamoja na hayo, Donald Trump amesisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha vita ya mwezi Juni sasa yamekufa, akibainisha kuwa ameongeza shinikizo kwa Iran akiitaka iache mashambulizi dhidi ya meli zinazotumia mlango bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani. Kwa upande wa Iran,
imekanusha madai kuwa ndio iliomba mazungumzo na Marekani, ikieleza kuwa imekubali kupokea wapatanishi kutoka Qatar ili kusaidia kupunguza mvutano, wakati ambao waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi yuko nchini Omani kwa mazungumzo kuhusu usalama wa usafirishaji wa meli katika mlango wa Hormuz. Katika hatua nyingine, Rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi la Marekani liko tayari kujibu kwa nguvu endapo kutakuwa na jaribio lolote la kumshambulia au kumuua, akitoa kauli hiyo kufuatia baadhi ya kauli zilizotolewa wakati wa maziko ya aliyekuwa kiongozi wa juu zaidi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Naam, nikirejea hapa nyumbani, mzee mwenye umri wa miaka 70 mkazi wa Lumala wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza ameililia serikali akiomba msaidie kumrejeshea kiwanja chake ambacho kimevamiwa na mtu mmoja anayedaiwa kuwazima ndiye kuuzwa, huku mzee huyo akiwa na hati ya umiliki wa kiwanja hicho. Henry Kavirondo ametuandalia taarifa ifuatayo. Ofisi yangu inamtambua Erasto Muta ndio mmiliki halali. Na changamoto nyingi, mimi kwa naona sasa imefika mahali macho yamekufa kwa ajili ya kiwanja. Mbele ya waandishi wa habari jijini Mwanza, mzee Erasmus Muta ambaye sasa ni mlemavu wa macho amefikisha kilio chake cha madai ya kiwanja namba 179 Kitalu AVI Kirumba, na kwamba kimeuzwa na mtu mwingine kwa madai kuwa hana hati miliki. Anaona licha ya mtu huyo ambaye anafahamika kwa jina la Abubakari Mtoka kufutiwa kibali cha ujenzi na halmashauri kupitia barua yenye kumbukumbu namba IMC/L.383/89 iliyotolewa Mei mwaka 2026, lakini mtu huyo anatajwa kuendelea na ujenzi kinyemela, jambo linaloibua hofu ya kudhulumiwa. Na malalamiko yangu waniushia hati wavunje, mimi nataka kujenga, hati yangu ninazo kila kitu, ameuzia kwa utapeli. Na Mwarabu kimwambia bwana aondoe hiyo jengo, anasema mimi siwezi kuondoa, na nuaga vitu vilivyoshindikana na nasali na mkuu wa mkoa. Kupitia barua hiyo iliyoweka wazi kumbukumbu ya mgogoro ulioibuka na kutatuliwa, na kwamba eneo hilo awali lilikuwa likimilikiwa na Abubakari Mtoka ambaye alimuuzia Erasmus Muta, na uhamisho kuidhinishwa na afisa ardhi mteule mnamo Juni 4 mwaka 2011. Mheshimiwa Waziri Mkuu awaamrishe Ilemela nirudishe kiwanja changu, nimezulumiwa na nimeshatembea mpaka kiatu nimechoka na umri huu. Kwa upande wa serikali ya mtaa wa Kirumba Kati inakiri kufahamu mgogoro huo ambao litatuliwa, huku ikishangazwa na hatua za upande wa pili za kuendeleza kiwanja hicho pasipokuwa na hati. Na hapo ofisi yangu moja kwa moja ilimtambua bwana Muta kwamba ndio mmiliki halali wa kiwanja hichi, kwa sababu kulikuwa hakuna nakala ya mtu mwingine yoyote ile, kuanzia nakala za hukumu. Mwanzoni waliandika kwenye ukuta, sijui baadaye ikawaje akaweka haya mabati. Haya mabati wameshafuta, nafikiri ni mara ya 3. Brigita Msangia ni afisa ardhi mteule wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela jijini Mwanza. Lakini hakufanya utekelezaji. Ofisi imekamilisha taratibu zote za notes. Hatua mwisho tukawa tumepeleka nyaraka hizo kuomba ridhaa kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kumpa taarifa kwamba tunaelekea kufanya utekelezaji. Hii ni sawa na kusema ni vuta ni kuvute, huku swali likisalia kama serikali inamtambua Erasmus Muta kuwa ndio mmiliki, kwa nini ni kigugumizi kuchukua hatua za kuvunja majengo hayo? Henry Kavirondo, Channel 10. Hatua hiyo inafuatia malalamiko ya wananchi. Serikali imeingilia kati madai ya kuuzwa kwa sehemu ya ardhi ya wananchi wa kijiji cha Oldonyo kata ya Lemoti wilayani Monduli, huku waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akilwapo akiahidi kufika katika eneo hilo kufuatilia sakata hilo na kutafuta suluhisho. Hatua hiyo inafuatia malalamiko ya wananchi waliodai mbele ya mbunge wa jimbo la Monduli Isaac Joseph Kopriano kuwa hawakushirikishwa katika uamuzi wa kuuza ardhi hiyo wala hawajui waliohusika na mchakato huo, wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike na haki zao zilindwe. Sehemu yangu ile ilichukuliwa, tulijenga shamba pale, tukanunua shamba, tumeuziwa shamba. Sasa baada ya miaka 2 wakatuambia kuwa shamba hilo ni la taasisi. Watu wamechukua hela yetu
sisi hatuna shamba. Kuna eneo kama Kisogea tu hapa kuna eneo limeuzwa. Kwa hiyo tunaomba mwenyekiti atuambie kwamba ile eneo nani kaliuza. Akijibu malalamiko hayo, mbunge wa Monduli Isaac Joseph Kopriano amesema tayari analifuatilia swala hilo na kusisitiza kuwa ardhi inayodaiwa ni mali ya wananchi wa Monduli na haiwezi kuondolewa bila kufuata taratibu za kisheria. Ndio kusikiliza kero. Lakini kero nazijua. Na nataka niwaambieni msiwe na hofu. Niaminini kama mlivyoniamini mkanipa kura. Shamba hilo hapo tunahangaikia kwa sababu kuna eneo lililozidi ambalo ni eneo la watu wa Monduli na wananchi wa Monduli. Kwa upande wake, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo akizungumza kwa njia ya simu amesema wizara imepokea malalamiko hayo na imeanza kuyafanyia kazi, huku akiahidi kufika eneo husika kushirikiana na viongozi wa wilaya ili kubaini ukweli na kupata suluhisho la kudumu. Nitoa ahadi hii nikitokea katika vikao vya bunge kwamba nitakuja huko kuongea na wananchi, kuwasikiliza. Na niseme tu wizara yetu ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi ni wizara yenu, iko kuwahudumia na tumewasikia na tutakuja. Kama isingekuwa tu kwa ratiba kuingiliana, leo tungekuwa huko tunafanya kazi. Mbunge wa jimbo la Monduli Isaac Joseph Kopriano yupo katika ziara ya kusikiliza kero za wananchi wa jimbo la Monduli ambapo atatembelea kata 10. Jamila Omar, Channel 10, Monduli. Asante Jamila Omar. Huko Mara, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amewaagiza wakuu wa wilaya katika mkoa huo kusimamia kamati zote ikiwemo za usalama na wa vijiji kuhakikisha zinatekeleza majukumu yake kwa kushirikiana na wenye viti badala ya kuachia wenye viti peke yao, jambo ambalo limekuwa likisababisha malumbano na migogoro isiyo na tija baina ya wananchi na viongozi wao wa vijiji. Musa Makali anatuhabarisha zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameyasema haya katika usuluhishi alipokuwa akisuluhisha mgogoro baina ya Bwana Kaswamila Mayamba na mwenyekiti wa kijiji cha Suguta halmashauri ya Musoma ambaye anadai alionewa na kuzuiliwa kufanya biashara zake za uchinjaji wa nyama na mwenyekiti wa kijiji, kauli aliyoitoa mbele ya waziri mkuu alipofanya ziara mkoani Mara. Ombi la kwanza kwa niaba ya wananchi, kwanza uongozi wake na baraza lake livunjwe, limwagwe chini, tuchague upya. Hivi karibuni kupitia ziara ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba, Kaswamila alitoa malalamiko kuhusu kuzuiliwa kufanya kazi zake za uchinjaji na mwenyekiti wa kijiji Bwana Sadiki, jambo lilomlazimu waziri mkuu kumwagiza mkuu wa mkoa wa Mara kushughulikia jambo hili, na hapa anafika kusikiliza kwanza demokrasia ikatumika katika eneo hili. Mwenyekiti mpinga maendeleo ni yule. Kuongoza vizuri, tumefikia mwafaka, ametoa kero zetu zote na kila mtu ameridhika na tofauti zilizokuwepo ameziondoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna taratibu za kufanya lile lililosababisha nikaja hapa. Katika utetezi wake, mwenyekiti wa kijiji hiki anaeleza kuwa amekuwa akisimamia sheria na miongozo kwa mujibu wa utaratibu, ila mlalamikaji amekuwa akitanguliza maslahi yake binafsi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu kikao hiki ni chako, nisipende kuwa mzungumzaji sana. Siasa feki, siasa majitaka ni zile siasa za kuendeleza uhasama baada ya chaguzi kupita. Tuite viongozi kwa maendeleo. Tunahitaji Suguti ikimbie. Kisha mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akajiridhisha. Mimi mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi nimejiridhisha pasipo shaka katika mkutano huu wa kijiji kuwa tuhuma zile zilikuwa za uongo. Aidha, akatoa maelekezo kwa wakuu wa wilaya kuhakikisha wanatoa elimu, kamati zote za vijiji vinashirikiana wenye viti kutekeleza majukumu yake. Kamati zote katika ngazi zote zinafanya kazi. Wenye viti wamekuwa wakiwajibika na maeneo mengine wamekuwa wakifanya kazi kwa mazoea. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali.
Kutokana na jitihada za serikali za kuchimba visima vipya vya gesi asilia katika mkoa wa Mtwara vitakavyoongeza kiasi cha gesi asilia hapa nchini, madiwani wanawake katika mkoa huo wamejipanga kutunga na kusimamia sera zitakazomsaidia mkazi wa Mtwara kunufaika na uwepo wa gesi asilia. Mwandishi wetu Adam Malima ametupasha zaidi. Ni madiwani wa kata wanawake pamoja na viti maalum katika mkoa huu wa Mtwara wakiongozwa na mbunge viti maalum mkoa wa Mtwara Asha Moto wakitembelea kiwanda cha kuchakata gesi asilia kilichopo hapa Madimba mkoani Mtwara. Madiwani hawa wametembelea kiwanda hiki ili kujifunza na kutunga sera ambayo itasaidia wakazi wa mkoa wa Mtwara kunufaika na rasilimali hii ya gesi asilia inayopatikana mkoani kwao. Ni uwekezaji mkubwa sana ambao sisi mkoa wa Mtwara tunajivunia. Kwa hiyo tumekuja kujifunza ili tuweze kuwaeleza wananchi wa kwenye makata, na sisi kama wasimamizi wa sera tunaenda kuhakikisha wananchi wetu wote wananufaika na hii gesi asilia ambayo inatengenezwa hapa ndani ya mkoa wetu. Kwa sasa kiwanda hiki kinachakata futi za ujazo milioni 120 kwa siku, lakini uwezo wake ni kuchakata futi za ujazo milioni 210 kwa siku. Hivi karibuni kiwanda hiki kitakaribia uwezo wake kutokana na ongezeko la visima vya gesi ambavyo vimechimbwa eneo la Msimbati na Nantolia hapa wilayani Mtwara. Kuna uchimbaji wa visima vingine unaendelea katika vijiji vya Mnazi Bay na Msimbati, na mpaka sasa kuna visima vingine vimeongezwa 2 na kuna uendelezaji wa kisima kingine cha 3. Kwa tuna imani hiki kiasi tunachokizalisha sasa ndani ya muda mfupi kitaongezeka kutoka 120 kiasi ambacho tunazalisha sasa hivi, tunaweza tukaharibia uwezo wa kiwanda ambao ni 210. Kutoka katika kiwanda cha kuchakata gesi asilia hapa Madimba mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel. Huko visiwani Pemba, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imekamata madumu 75 ya mafuta aina ya diesel yaliyokuwa yakisafirishwa bila kufuata utaratibu kwa gari lenye namba za usajili la usajili Z926 AAW lilokuwa likiendeshwa na Haji Nasoro Hamis katika eneo la Pondeani, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Akizungumzia tukio hilo, kaimu kamanda mamlaka kudhibiti kupambana na dawa za kulevya mkoa wa Kusini Pemba, Irsam Fadhil Hamisi, ametoa wito kwa jamii kutoa ushirikiano katika kuwafichua wanaojihusisha na vitendo hivyo. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inaiomba sana jamii iweze kutupa mashirikiano, iweze kutoa taarifa zote zinazohusiana na uhalifu wa aina yoyote, lakini pia iweze kutoa taarifa zinazohusiana na wahalifu wa dawa za kulevya. Zanzibar bila dawa za kulevya inawezekana, lakini Zanzibar bila ya uhalifu wowote pia inawezekana. Kwa pamoja tunaweza. Mtu ameonekana na mafuta ambayo ni mengi na hana kibali cha kuwa nayo hayo mafuta, hilo ni kosa kulingana na kanuni yetu ya usimamizi wa vituo vya mafuta, kifungu kanuni namba 66 ya mwaka 2022. Kwa hilo ni kosa. Whether ameyachukua kutoka kwenye kampuni au ameyapata kwa namna yote au ameyachukua hata kama ni kwenye kituo cha mafuta, as long as hana kibali ambacho ameruhusiwa kuhifadhi mafuta, hilo ni kosa, na hayo yanahesabika kama ni mafuta ambayo yamehifadhiwa kinyume na utaratibu. Tunakwenda kutekeleza sheria na taratibu kama ambavyo zinaelekeza. Naye mkuu wa wilaya Chake Chake Bi Zuhura Mgeni Othmani amesema vitendo hivyo vinakosea serikali mapato na vinapaswa kukomeshwa kwa ushirikiano wa wananchi na vyombo vya dola. Hatuko tayari kuona wananchi wanafanya vitendo vya kiharamia na kuikoseza serikali mapato. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi, tukiona jambo lolote ambalo ni la uvunjifu wa amani lakini pia linahatarisha
pia ni jambo ambalo si la kawaida, basi wasinyamaze na waweze kutoa taarifa katika vyombo vinavyohusika. Tutafanya kazi usiku mchana kuhakikisha kwamba tunatokomeza vitendo hivi vya madawa ya kulevya, lakini pia tunaahidi kutokomeza vitendo hivi vya magendo ambavyo vinafanywa na watu wasiopenda nchi yetu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Naam, tunaenda kutamatisha taarifa ya habari upande wa habari za kitaifa na kimataifa kutoka jijini Mbeya, ambapo wakulima wa zao la korosho katika wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wameiomba bodi ya korosho kuendelea kutoa elimu ya namna bora ya kudhibiti visumbufu ambavyo vinasababisha magonjwa kwenye zao hilo ili waweze kuzalisha kwa tija. Epimakus Apollonari anatupasha zaidi. Wakulima hao wameeleza changamoto zilizopo kwenye zao hilo wakati wa mafunzo yaliyotolewa na bodi ya korosho kwa lengo la kukabiliana na changamoto zinazowakabili wakulima. Kwa changamoto ambazo tulikuwa nazo kwa sasa kupitia elimu hii, nadhani tunaenda kumaliza kabisa changamoto za madawa ya wadudu, na bahati nzuri leo tumeletewa haya madawa, tukaenda kupiga, basi changamoto zote zitaisha. Shida kubwa ilikuwa ni ugonjwa wa korosho. Magonjwa ya korosho yalikuwa yanazidi sana kwenye majani na korosho tulikuwa tuvuni vizuri, lakini kuanzia sasa tuna uhakika tutavuna vizuri korosho zetu na tutabadilika kimaisha. Upande wao viongozi wa bodi ya korosho wametoa viuatilifu zaidi ya 3,000 kwa wakulima wa wilaya ya Mbarali na kuwahimiza kuzingatia kanuni za kilimo na utunzaji wa zao hilo ili kuhakikisha wanazalisha kwa ubora unaokidhi mahitaji ya soko. Wahimiza kukusanya korosho kwa kiwango ambacho kinatakiwa katika ule ubora ambao unastahili ili kuweza kuendana na soko lilopo hivi sasa, kwa kuwa msimu wa mavuno unakaribia. Hivyo tunawasihi wakulima wote ambao watakuwa na korosho waweze kuhakikisha wanazitunza katika ule ubora na kuzikusanya ili kuweza kuziuza katika minada. Kwa hiyo kwa mafunzo haya sasa wakulima watakuwa na uelewa wa hivi visumbufu na kutumia zile dawa ambazo tumewaelekeza, kwa sababu bodi ya korosho sasa hivi inasambaza katika sehemu zote ambazo zinalima korosho, zao la korosho. Ripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimakus Apollonari, Channel 10. Asante Epimakus Apollonari na taarifa yake mtazamaji. Ndio inaniwekea utuo sehemu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10, Channel 10 Plus. Mimi ni Witness Ngalawa. Muda mfupi atarejea hapa Esther Mtebe kutuhabarisha yapi ambayo yameendelea hii leo katika mitaa mbalimbali ya kimichezo na burudani.